Rafiki, je, wajua ya kwamba wewe ni wakili? Mungu alipotuumba alituweka duniani kwa makusudi ya kwamba tuweze kuwa mawakili. Kumbuka, sisi ni mawakili wa Mungu, tuliokabidhiwa naye muda, fursa, uwezo na mali na baraka za dunia na rasilimali zake. Tunawajibika kwake kwa ajili ya matumizi mazuri ya vitu hivyo. Uwakili ni fursa tuliyopewa na Mungu kwa ajili ya kukua katika upendo na ushindi dhidi ya ubinafsi na tamaa. Ikiwa ni wiki ya 8 tangu tulipoanza mwaka 2026, ninakuletea mada moja ya uwakili ambayo ina kichwa kisemacho ibada na matoleo. Ninajua rafiki, unajiandaa kuingia katika ibada, lakini unapojiandaa kuingia katika ibada, elewa ya kwamba ibada na matoleo vinakwenda pamoja. Ibada na matoleo ni mambo ambayo hayawezi kutenganishwa. Ili ibada iwe kamili, lazima ihusishe matoleo. Ibada na matoleo ni mapacha. Yapo mambo manne ya msingi ambayo yanajenga msingi wa ibada yetu kwa Mungu. Mambo hayo ni maombi, kujifunza Biblia, nyimbo na zaka na sadaka. Mungu aliwaagiza wana wa Israeli kupitia kwa Musa wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Kumbukumbu la Torati 16 fungu la 16 hadi 17. Katika ibada tunaleta zaka na sadaka kwa Mungu kulingana na baraka za Bwana. Masikini wanaleta sehemu ndogo na matajiri vivyo hivyo kwa kadri walivyobarikiwa. Bwana anapotubariki tusije mikono mitupu katika ibada bila kumrudishia zaka na sadaka kama alivyoagiza. Popote pale unapopanga kwenda kuabudu, tukiwa katika mwisho wa juma hili, elewa ya kwamba umepaswa kujiandaa kwa matoleo. Ibada yako haitakuwa na maana ikiwa hakuna matoleo ambayo yanatolewa kwa uaminifu kulingana na Mungu alivyokubariki. Mungu akawe nawe, akawe na mipango yako, akufanye uwe wakili mwaminifu unapopanga matoleo yako mapema ili ibada yako iweze kuwa na maana. Mungu akubariki sana.